قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلالات ونيران، اللهم آمين. أحبة وأحباب رسول الله، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. أما في خطبتنا اليوم سنتحدث عن المخالفات الشرعية في الأفراح. baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, vile vile kuhusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ninyi pia katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mafanikio ya kila jambo ambalo binadamu analihitaji. Kama ambavyo tumesema kwamba hutuba yetu biidhnillahi tabaraka wa taala itahusu na almukhalafatu ash-shar'iyya fil afrahi, vitu ambavyo vinafanywa na vinaenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maeneo ya furaha, hususan katika harusi, mambo ambayo yanafanyika na si mambo yanayokubalika na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kabla ya kuanza, nitanabaisha ya kwamba tuko mwezi wa Rajabu, ni katika miezi mitukufu, tarehe 27. Zimebakia siku chache kuingia katika mwezi wa Shaaban, na mwezi wa Shaabani ni mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anakithirisha kufunga sana. Hakuna katika mwezi aliyokuwa anafunga Mtume zaidi kama kufunga mwezi wa Shaabani, ukiacha Ramadhani ambayo alikuwa anafunga yote. Lakini pia kwa wale ambao wana madeni, kwamba ni fursa ya kufunga madeni yao ya mwezi wa Ramadhani uliopita kabla ya Ramadhani nyingine haijaingia. Mtu ahakikishe ya kwamba amelipa deni lake ambalo alikuwa anadaiwa, kwani Aisha radhiallahu anha anasema, mimi nilikuwa nalipa madeni yangu ya Ramadhani kwenye mwezi wa Shaabani, kwani nilikuwa natumia fursa ya Mtume anapokuwa yeye amefunga na mimi nalipa madeni yangu. Kwa hiyo inawezekana kabisa mtu akawa hajalipa madeni yake ya Ramadhani iliyopita kwa sababu mbalimbali, akaweza kulipa kwa hivi sasa. Ndugu yangu Muislamu, kabla ya kuanza kuyataja hayo ambayo yanafanyika, nikupe nukta 4 muhimu ambazo napaswa kuzizingatia kuweza kujua ya kwamba hayo yanayofanyika yanaweza kumezwa na hizi nukta 4. Ikiwa hayo mambo yanayofanyika tutazingatia hizi nukta, basi tutaweza kujua kwamba yale tunayoyafanya ni sahihi au sio sahihi. Moja katika nukta muhimu kabisa, kwamba azawaju ni'matu min Allahi alaina, wa man shakara ni'ma zadahu Allahu ataa, wa man kafara ni'ma inna adhaba Allahi shadidun. Nukta ya kwanza ni kwamba ndoa ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kutuneemesha sisi wanadamu. Kwa hiyo neema hii, yeyote atakayeishukuru neema hii, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamzidishia katika khairati, katika mambo ambayo anaomba.
na atakaye kufuru neema hii, hakika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu ya Allah ni kubwa sana. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kumbukeni alivyowajulisheni, alivyowatambulisheni Mola wenu kunako tauhidi na kunako kupokea neema za Allah kwa tauhidi, kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mkizipokea neema hizo kwa kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, la in shakartum la azidannakum, kama mtashukuru basi nitawazidishieni. Vile vile imetafsirika kwamba la in shakartum kwamba ni qaidul mafqud, qaidul mawjudi wa saidul mafqud, kwamba kushukuru neema ni kifungo cha kuifunga neema iliyopo iendelee kubaki, lakini pia ni saidul mafqudi, vile vile ni kiwindo. Kushukuru ni kiwindo cha kuiwinda neema ambayo haipo au kitu ambacho hakipo. Ukiwa ni mtu mwenye shukurani utapewa kile ambacho ulikuwa hauna. Na kasema, kama mtakufuru mtaona kwamba mkabiliane na neema hiyo mliopewa ya ndoa kwa kufanya maasi, kwa kufanya madhambi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna adhabi la shadid, hakika adhabu yangu ni kali sana kwa yule atakayeniasi, kwa yule atakayeenda kinyume na maagizo niliyompa, kinyume na maelekezo aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni nukta ya kwanza. Lakini nukta ya pili anasema, zawajul muslimina ta'atun yataabaduna biha lillahi tabaraka wa ta'ala istijabatan liamri nabii sallallahu alayhi wasallama, kwamba kuoa kwa Waislamu ni taa, ni utiifu, ni kutii, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na huo utii, kwa kuitika amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallama ambayo inasema, ya mashara shababi man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu a'addu lilbasar wa ahsanu lilfarj. Kwani Mtume amesema, enyi vijana, ya mashara shabab, enyi mkusanyiko wa vijana. Wametajwa vijana kwa sababu wao ni ahamu, ni wenye utangulizo, wenye umuhimu zaidi, lakini haina maana wasiokuwa vijana hawajahimizwa katika kuoa au kuolewa. Anasema, ya mashara shababi man istata'a minkumul ba'a, yeyote anayeweza baa, yeyote anayeweza matumizi ya kumhudumia mke wake kwa namna zote mbili, matumizi ya kuitwa wewe ni mwanaume una uwezo huo, na vile vile kumhudumia mahitaji yake ya kawaida. Atakayekuwa anaweza hilo, falyatazawwaj, basi na aoe. Kwa hiyo hili ni agizo la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Manake anayeoa kwa ajili hii, kwa kujihifadhi, kwa kujitunza, kwa kuhifadhi macho yake, kwa kuhifadhi utupu wake, anatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, anatekeleza amri ya Allah kupitia mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama unafanya ni ibada, basi hakikisha kwamba ibada hiyo unaifanya kwa utaratibu aliyoelekeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na alivyoelekeza Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Usije ukawa unaifanya ibada hiyo na ukageuka ukawa na muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu au nukta ya tatu, anasema, man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Na hii ni kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama ambayo pia inasema, man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fadhalikum
almu'min, fadhalikum almu'min. Yani mtu ambaye anafurahishwa na matendo mema, anafurahishwa na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu ambaye anafanywa anajuta, anailaumu nafsi yake pale anapokuwa amemkosea Allah, pale anapokuwa amefanya maasi, anajuta, anaijutia nafsi yake. Fadhalikum almu'min, huyo ndiyo mu'min. Manake watu ambao ni mafajir, alfujar walmunafiqun, wao wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, huku wanacheka, huku wanafurahia. Lakini waumini, mtu ambaye ni mu'min, huwa anafurahishwa na pale anapopata ithibati ya Allah na taufiki ya Allah, akatekeleza kile ambacho ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo furaha ya mtu mu'min. Na mtu mu'min huwa anahuzunika pale anapokuwa amefanya makosa, anapokuwa ameteleza. Lakini leo watu wanayafanya maasi katika maeneo ya harusi, na huku wanacheka na hali ya kuwa ni madhambi, na huku wengine wakirukaruka. Ndugu yangu Muislamu, ni nukta muhimu sana ujichunguze. Anta munafiqun am fajirun am mu'minun am taqiyun? Wewe ni fajir, wewe ni mnafik, wewe ni mcha Mungu, wewe ni muumini. Kwa nini unafurahishwa na maovu? Kwa nini unafurahishwa na mambo ambayo yanapendwa na nafsi yako, hata kama sheria ya Allah haikubaliani nayo, lakini nafsi yako inapenda, nafsi yako inafurahi, unaitekelezea nafsi yako. Lakini jambo la 4, nukta ya 4, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'un. Na yeyote atakayeanzisha sunna mbaya, mwenendo mbaya, kile ambacho ni kinyume na utaratibu, akawa yeye ndio amekihuisha na watu wakawa wanakifanya, basi yafa'alayhi wizruha, ni juu yake madhambi atayabeba, na madhambi ya wale watakao muiga wakawa wanafanya yale aliyoyafanya yeye, yale aliyoyaanzisha yeye, na wengine wakawa wanayafanya, atalipwa yeye na wao watalipwa madhambi hayo bila kupunguziwa katika madhambi yao kitu chochote. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, jihadhari na kuanzisha jambo ambalo haliko kisheria, jambo ambalo linamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo si kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa wewe ndio mwanzilishi wake, wewe ndio unaoigwa, watu wanakuona wewe ndio lilianzisha jambo hilo. Hizi ni nukta 4 ambazo Muislamu anapaswa kuziangalia tunapoyaendea mambo yetu, katika mambo ya furaha, katika mambo ya harusi, katika mambo yanayoweza kuitwa ni ya kijamii. Lazima tuzingatie maneno haya na mukaddima huu, ili kuweza kutenda yale yanayoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Moja katika vitu ambavyo vinafanyika na ni munkarati, yani munkarati alghina, ni kuwepo kwa mziki. Na leo katika jamii yetu inaona kwamba jambo la mziki kana kwamba si madhambi, kana kwamba sio jambo ambalo ni baya, sio jambo ambalo limekemewa na sheria, bali ni jambo ambalo halitakiwi mtu yoyote kuwa na mashaka kwamba mziki ni jambo ambalo ni haramu, ni jambo ambalo limeharamishwa. Yaqulu sallallahu alayhi wasallama, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ambayo ni sahihi katika sahihu al-Bukhari, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal maazif. Kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, watakuja watu katika umma wangu, watakuwa wanahalalisha zinaa, na wanaiona zinaa kama sio jambo baya, kama sio jambo la haramu, na vile vile watahalalisha mavazi ya hariri kwa wanaume. Wanaume watavaa mavazi ya hariri, lakini pia watahalalisha pombe.
Pombe zitaonekana ni jambo la halali, yani kila mtu anashindana na mwenzake kujenga baa na kunywa pombe kana kwamba sio jambo la haramu. Wako watu ambao watakuja na wataitakidi kwamba vitu hivyo ni halali. Akasema wal maazif, na vile vile mziki na ala za mziki, vifaa vyote vinaotumika kwa ajili ya mziki, kwa ajili ya nyimbo. Alghinao ni zile nyimbo zozote ambazo zinaimbwa kuhamasisha maovu katika jamii, kuhamasisha mambo ya ngono katika jamii, kuhamasisha uzinifu katika jamii. Hizo nyimbo zote ambazo zinaimbwa na zinginezo zinazofanana na hivyo zinaitwa alghinao. Imam Abdullah ibn Mas'ud na Abdullah ibn Abbas wao walikuwa wakisema maneno yao ambayo ni maarufu. Wanasema inna lighinaa yumbitu nifaqa fil qalbi kama yumbitu alma'u al-zar'a au fi riwaya al-baqla. Kwamba wanasema hakika unafiki, hakika mziki, nyimbo za mziki zinazalisha unafiki katika nyoyo, katika moyo wa mwanadamu, kama ambavyo maji yanavyozalisha mazao, yanavyozalisha majani, yanavyozalisha nyasi. Mvua ikinyesha nyasi zinaota, na hivyo mziki unaotesha unafiki katika moyo wa mtu. Na leo ukiona mtu ameshiba mziki, hatopenda kusikiliza mawaidha, hatopenda kusikiliza Qur'ani, hatopenda kuisoma Qur'ani, na hata akipewa mawaidha hawezi kuhisi kama amepewa onyo. Hata akipewa nini, akasomewa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwake yeye hazitokuwa zinafanya kazi, kwa sababu ameshakuwa ni mnafiki. Na ni wangapi leo katika nyumba zetu wanalala na miziki, wanaita muziki mwembamba? Ni wangapi leo katika sherehe za Kiislamu, harusi zingine zinafanyika kwenye ukumbi usiku, unafikiri ni harusi za maana, kumbe watu wanataka wakajifurahishe, wakajiburudishe kwa kuweka vitu ambavyo ni haramu, kwa kuona ya kwamba wamejificha. Huku nani atatuona? Lakini wamealikwa wasanii wazinifu, wasanii wa kiume na wa kike, ndio wanaotumbuiza, ndio wanaopiga hizo nyimbo, alafu wachezaji ni Waislamu wenyewe. Nini tutaenda kumjibu Allah siku ya Kiyama kwa haya ambayo tunayafanya na hali ya kuwa tunacheka, kwa haya ambayo yanafanyika na hali ya kuwa tunafurahia na tunaona kwamba ni jambo la sawa sawa? Ndugu yangu Muislamu, mche Allah subhanahu wa ta'ala. Kama una imani, kama una malengo ya kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, unategemea kufurahishwa na Allah siku ya Kiyama, unategemea kupata radhi za Allah siku ya Kiyama, ogopa yale aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwani ni maslahi kwako wewe na wala sio maslahi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Ahiba, tukiwa tunaendelea na al-mukhalafatu ash-shar'iyya fil afrahi, vitu ambavyo ni mukhalafa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, yanayofanywa katika harusi zetu, yanayofanywa katika furaha zile ambazo watu wanafurahika, lakini ni mambo ambayo hayako katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, hayako katika kumridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Haya ni lazima tuyaseme na ni lazima tuyakemee. Moja katika hayo wanasema itla'u nisai ala aurati al-arusi fi tahayyatiha lilizafafi. Moja katika hilo ni wanawake kuangalia uchi wa mwanamke ambaye ni biharusi, ambapo wanasema wanamuandaa kwa ajili ya harusi.
kuangalia maeneo ambayo hayaruhusiwi kisheria, kwani uchi wa mwanaume ni kati ya kitovu na magoti, na uchi wa mwanamke ni mwili mzima isipokuwa uso na viganja vya mikono. Yanaweza kuonekana akiwa katika familia yake, ndugu zake, ambapo ni uso na mikono na miguu au nyayo za miguu. Haya ni maeneo ambayo yanaweza kuonekana, lakini sio zaidi ya hivyo. Leo wanawake wanapakwa mapiko mpaka sehemu ambazo hatuwezi kuzitaja na hatuwezi kuzisema. Imewezekana vipi mwanamke huyu kufanywa haya? Amekosa vipi haya ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kuogopa mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwani imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema la yanduru ar-rajulu ila aurati ar-rajuli wala al-mar'a ila aurati al-mar'a. Mwanaume asiangalie uchi wa mwanaume mwenzake na mwanamke asiangalie uchi wa mwanamke mwenzake. Wala yufdi ar-rajulu ila rajuli fi thawbil wahidin, na wala wasijifunike mwanaume kwa mwanaume shuka moja aliyakuwa hawajavaa kitu kingine ndani, wanagusana kwa ngozi. Wala tufdi al-mar'a ila al-mar'a fi thawbil wahidi, na wala wasijifunike mwanamke kwa mwanamke kwa shuka moja aliyakuwa ndani hawajavaa kitu kingine, wanagusana ngozi kwa ngozi. Jambo hilo ni haramu na limeharamishwa na sheria. Kwa hiyo leo kuna baadhi ya watu wanaona kuangaliana uchi ni jambo la halali, wao kwa wao kwa sababu ni wanaume, au wao kwa wao kwa sababu ni wanawake. Na wako ambao leo kuna wanawake wanaingia, wanaoishi mabwenini, watoto wa shule, wanaingia bafuni watu watatu wawili wanaoga pamoja. Haya ni katika mambo ambayo ni haramu na sheria haikubali. Lakini yanafanyika. Na leo wanawake wanapelekwa masaluni, na huko ndiko kwenda kufunuliwa, na hata saluni yenyewe inawezekana wanaume wanapita, na hata kujifunua kwa wenzake haionekani kwamba hilo ni jambo ambalo ni haramu kisheria, ni jambo ambalo halifai katika sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika mambo ambayo yamekatazwa na yanafanyika, tabarruju nisai, wanawake kujipamba na kujipodoa. Na vile vile wanachuoni wanasema atabarruju maana yake antudhhira almar'atu min mahasinha, ni mwanamke kudhihirisha mazuri yake, mapambo yake, ma yambaghi laha antasurahu, yale ambayo anatakikana ayafunike lakini yeye anayafunua, lakini yeye anayaweka wazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruja lijahiliya, wanawake kaeni kwenye majumba yenu na wala mkitoka msitoke mkiwa mnaonyesha mapambo yenu. Ni wangapi leo wanawake wanapotoka kwenda kwenye maharusi wamevaa mavazi ambayo yamewabana, wamevaa mavazi ambayo yamewataiti, wamevaa mavazi ambayo yanaonyesha ndani, kile kilichoko ndani kinaonekana, aliyoko nje anaona ndani na aliyoko ndani anaona nje. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema sunifani min ahli nar lam arahuma qatun, makundi mawili ni makundi ya motoni na sijapatapo kuyaona. Akasema qaumun ma'hum asiyatu ka adnabil baqar, watu ambao wanatembea na mikia na mijeledi kama mikia ya ng'ombe, yadribuna biha nas, wakiwapiga kwayo watu. Wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun wa ru'usuhun ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna aljannata wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, rawahu Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, na katika makundi ya motoni ni wanawake waliovaa lakini wako uchi, mavazi yao hayawastiri, wako uchi, na vile vile wanabezi kwenye mitindo ya kidunia, fashion, na kuwafundisha wengine wabaye kama walivyovaa wao, na vichwa vyao ni vichwa vikubwa,
wametengeneza nywele vya kwenda juu twende mlimani au twende msibani, twende kilioni. Wana vichwa vidogo vidogo na vichwa vikubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wanawake hawa la yadkhuluna aljanna, hawatoingia peponi, wala yajidna rihaha, na wala hata harufu ya pepo hawatoipata. Ingawa harufu ya pepo inapatikana kwa mwendo wa masafa ya miaka 500, lakini wao jinsi walivyowekwa mbali, hata hiyo harufu haiwafikii. Je, ni jambo dogo hilo? Leo wanawake wanashona masare ya harusi, lakini hawana hijabu, hawana mavazi ya Kiislamu, vazi ambalo ni wajibu, vazi ambalo liko kisheria, lakini yale ambayo sio ya kisheria yakapewa nafasi ya mbele, yakapewa nafasi kubwa kuliko yale ambayo ni ya kisheria. Ndugu yangu Muislamu, haya ni katika mambo ambayo yanafanyika na wanawake wanahudhuria katika hafla kama hizo, na wala hayakemewi na wala hayasemwi, na wale wanaoyaona, wale wanaoyashuhudia wanaona kama ni jambo la kawaida. Bali hata wengine wamevaa na masuruali, wametinga na masuruali, wako pale wamehudhuria. Na wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam amelaani, asema, imekuja katika hadithi ya Ibn Abbas kwamba laana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam almutashabbihina min arrijali bin nisa, wanaume wanaojifananisha na wanawake wamelaaniwa, walmutashabbihati min an-nisa'i birrijali, na wanawake ambao wanajifananisha na wanaume pia wamelaaniwa. Ni watu ambao wako katika laana. Vipi tunahitaji rehema za Mungu, alafu tumekusanya na watu ambao laana zinashuka kwa wao? Vijana wangapi wamevaa hereni, wamevaa mabangili, wanasuka manywele kwa sababu wameona wachezaji wamesuka? Ni katika watu ambao wamelaaniwa, ni katika watu ambao wanatolewa katika rehema za Allah. Na ni wanawake wangapi ambao wanavaa leo mavazi ya kiume, masuruali, mabukta, wanavaa kama wanavyovaa mwanaume, na ukimuona unaweza kadhani ni mwanaume, labda akuonyeshe maeneo mengine unaweza kujua kuna tofauti. Na bado jamii imeona kwamba ni jambo la kawaida, ni jambo ambalo halina madhara, ni jambo ambalo ni uhuru wa mtu avae anachokitaka. Lakini ndugu yangu Muislamu, katika vitu ambavyo pia vimekatazwa, baadhi ya wanawake ambao wanahudhuria katika shughuli kama zile wanavaa kope ambazo ni za viwandani, wanavaa makucha ambayo ni ya kutengeneza, vitu ambavyo ni feki, na kuweka mawigi kichwani, manywele ambayo sio manywele sahihi. Haya yote yamekatazwa, haya yote yamekemewa na Mtume sallallahu alayhi wasallama. Na wengine hutinda nyusi, wakatengeneza nyusi zao kwa jinsi wanavyotaka zikae, sio kama alivyotaka Mungu, wanataka wao. Imekuja katika hadithi ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, laana Allahu alwashimati walmustawshimati, wamelaaniwa wale wenye kutengeneza tatuu na wale wenye kuwatengenezea wenzao na wale wanaoenda kutengenezewa, walmutanammisati wannamisati walmutanammisati, na wale wenye kutinda nyusi na wale wenye kutindwa, wote hawa wamelaaniwa. Watindaji na wenye kutindwa wote wamelaaniwa. Walmutafallijati lilhusni, na wale wenye kutengeneza mianya, wanachonga meno yao yawe membamba, hawa pia wamelaaniwa. Walmughayyirati khalqa Allah, wanabadilisha umbile aliloliumba Allah subhanahu wa ta'ala, wanabadilisha umbile aliloliumba Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja katika fatwa al-lajnatu daima wakisema ya kwamba arrumushu sinaiya la yajuzu, kuweka kope za bandia ni jambo ambalo halifai. Au istikhdamu arrumush, kutumia rumushi, wala adwafir al-sinaiya, na kucha za bandia ni katika vitu ambavyo havifai.
wakasema lima fiha minadharari, kwa sababu ya kuwepo madhara, ala mahaliha, katika sehemu ambayo wanaweka hivyo vitu, minalijismi, katika mwili. Sio hivyo tu, walima aidan, na vile vile minalghishi walkhidai wa taghyir khalqillah, kwa sababu vile vile wanafanya ghishi na wanafanya udanganyifu na wanabadilisha umbile la Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wote ambao wanatengeneza kucha za bandia, wale ambao wanatengeneza kope za bandia, hao wanabadilisha umbile la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na anayebadilisha umbile la Mwenyezi Mungu amelaaniwa. Kadhalika Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala fi fatawa Nuri ala Darbi akasema vile vile ya kwamba arumushu sinaiya innaha la tajuzu, hakika hiyo haifai kutengeneza hizo kope ambazo ni za bandia. Kwa sababu gani? Annaha tushbihu alwasl, kwani zinafanana na kuunganisha nywele. Ni sawasawa na mtu ambaye anaunganisha nywele. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, na hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, au lana rasulullah sallallahu alayhi wasallama alwasila walmustawsila, amelaaniwa mwenye kuunganisha nywele na mwenye kuunganishiwa nywele. Yani yule anayewaunganishia wenzake amelaaniwa, na yule anayeenda kuunganishiwa kwa kiherehere chake pia, huyu naye amelaaniwa. Kwa hiyo hakuna anayepona, anayeunganisha na anayeunganishiwa, wote hawa mtume sallallahu alaihi wasallam amewalaani. Kwa hiyo anayeweka kucha za bandia na anayeweka kope za bandia, Sheikh Uthaymeen anasema hawa wote wanaingia katika vitu ambavyo vimelaaniwa na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, jihadhari na chukua tahadhari kwa familia yako, kwa watoto wako, kwa mke wako, kuhadharisha na mambo haya, kwani si mambo ambayo yanakubalika kisheria, si mambo ambayo yanakubalika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani tunachotakiwa kukifanya ni kile ambacho anakiridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala na anakiridhia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Vile vile ndugu yangu Muislamu, katika mambo ambayo yamekatazwa, katika mambo ambayo yameharamishwa, kwa sababu muda haututoshi, lakini ni pamoja na kupeana mikono. Imefika mahala watu wanaenda grupu, wanaume wanaenda kumpa biharusi mkono, na wakati sio waume zake wote. Haya ni katika mambo ambayo ni haramu katika Uislamu. Almusafahatu baina ar-rajuli wal mar'a, kupeana mikono kati ya mwanaume na mwanamke ni jambo ambalo ni haramu, isipokuwa kwa mke wako na kwa watoto wako na kwa watu ambao huwezi kuwaoa, lakini kwa watu wengine ni jambo ambalo ni haramu. Lakini leo kwenye maharusi watu wanakutana kwa sababu hawajaonana muda mrefu, mwanaume na mwanamke, mpaka wengine wanapigana kabisa ile muanaka, bega kwa bega, shavu kwa shavu. Haya ni katika mambo ambayo ni haramu na ni katika mambo ambayo yanakatazwa na sheria ya Uislamu. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa katika anafanywa bai'a akasema, inni la usafihu nisaa, mimi siwapi wanawake mikono, bali wanalifanyia bai'a kwa maneno, wananikubali kwa maneno. Kwa hiyo yeye Mtume sallallahu alayhi wasallama ambaye amekingwa na maasi, ambaye amehifadhiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, alikuwa hawapi wanawake mikono. Je, sisi? Lakini haya yanafanywa na watu wanacheka, na watu wanaona ni jambo la kawaida, ni jambo la furaha, wanaenda na wakati, wao ndio wajuzi sana, wanajua nyakati. Ndugu yangu Muislamu, tutubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na turejee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tufanye yale yanayomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Faqimis salat.